Usiishie kujua unachokijua sasa hivi. Ongeza maarifa kupitia AI. Okay? Kwenye kazi hiyo ulionayo, unawezaje sasa kuiamrisha AI ianze kufanya kazi kwa ajili yako? Kama wewe ni mjuzi kwenye sekta yoyote ambayo uliopo, jitahidi sana fanya mpango uijue prompt engineering. Itakusaidia sana kwenye hiyo shughuli yako ambayo unaifanya. Ndio utakaa chini, utaanza sasa kuongea naye, inawezaje kukurahisishia majukumu yako kwenye hiyo kazi ambayo uko nayo. Okay? Kwenye kazi hiyo ulionayo, unawezaje sasa kuiamrisha AI ianze kufanya kazi kwa ajili yako. Sio kwa maelezo ya juu, hapana. Kama wewe ni mfanyabiashara au kama wewe ni mwalimu, engo zote unazijua, kila kitu unakijua kinachohitajika, unajua kabisa unataka nini. Sasa kama unajua unataka nini, maana yake kwamba hata wakati una prompt, inatakiwa usiprompt juu tu, usiongee juu tu, ukaletewa majibu ya juu tu. Hapana, wewe hiyo sekta ulionayo unaijua vilivyo. Kwa hiyo cha msingi inatakiwa ukae chini. Kaa chini. Kikubwa tu unatakiwa ujue kwamba AI kwamba sio kitu rahisi. Sio kitu rahisi, kwamba sio kitu cha kurahisisha. Hapana. Sio kitu cha kurahisisha. Ni kitu ambacho inatakiwa wewe ukae chini, uanze kutafakari vitu ambavyo wewe unavifanya kila siku, au vitu ambavyo unahitaji na vimekuwa vinafanyika kwako kila siku. Jinsi unavyoweza kukaipa AI ikakutengenezea mfumo ambao utakurahisishia wewe baadhi ya vitu hivyo kuviendesha. Okay? Kwa sababu unatengeneza mara moja, lakini unaletewa matokeo ya muda mrefu. Lakini kingine ambacho unatakiwa usijisahau, kitu ambacho unatakiwa usijisahau ni kwamba mambo yanabadilika. Mambo yanabadilika. Lete wewe sasa hivi unafikiria kitu fulani, lakini kesho huenda kikaja kitu fulani. Na ndio maana hata AI yenyewe au hizi part of AI zinahitaji update kila mara. Nini maana yake? Maana ya kwamba kuna taarifa zinakuwa zimeongezeka. Kuna taarifa ambazo zimeongezeka. Kwa hiyo na wewe mwenyewe wakati una prompt zile, jaribu kabisa kufikiria kwamba kuna vitu vimeongezeka. Na ndio maana mfano biashara ya viatu ambayo ulikuwa unaifanya mwaka jana, huenda mwaka huu pia unaifanya, lakini ni tofauti na ya mwaka jana. Japo ni ni biashara hiyo ya viatu, lakini ukiangalia kuna utofauti. Kuna brandi mpya zimekuja, umeona? Kuna vitu fulani ambavyo vimekuja, kuna competitor wamekuja, wameongezeka, wamekuwa ni wengi, kwa sababu inavyoonekana kwamba wewe ukifungua biashara, yani ukifungua biashara, zamani ilikuwa inakadiriwa miezi 6 miezi 6 kwamba kuna mpinzani atakuja, lakini sasa hivi rafiki yangu naweza nikasema labda miezi 3 tu mtu anakuchola, wanakuangalia kwanza. Ndani ya miezi 3, huyu mwamba huyu anauza sana, huyu anauza sana huyu. Ndani ya miezi 3 tayari kitu kinalipuliwa hapo karibu yako, tena kinalipuliwa kingine. Unaona? Kwa hiyo maana yake na wewe tayari inatakiwa uwe unafanyaje? Una update taarifa. Ukiupdate taarifa ndio unakuwa unapata ujuzi zaidi. Unapozidi kupata ujuzi zaidi ndio unakuwa mbele ya wapinzani wako, mbele ya competitor wako ndio unakuwa. Kwa hiyo itakurahisishia uwape maswali, unazidi kuwapa maswali. Huyu amefanyeje? Kini wewe ndio hivyo, ni mifumo tu, unacheza na mifumo tu. Hautumii nguvu, unatumia tu akili kidogo, lakini matokeo makubwa. Kwa ChatGPT au AI itakuja kuturahisishia au inakurahisishia wewe ambayo unaijua namna ya kufanyeje, ya kuitumikisha, namna ya kuiambia vitu ambavyo unahitaji ifanye na ikafanyeje, ikakufanyia. Kwa hiyo jitahidi sana, kama wewe ni mfanyabiashara inatakiwa uijue, mwalimu inatakiwa uijue, mkulima inatakiwa uijue, mwanafunzi inatakiwa uijue, mfanyabiashara kwenye biashara yake, mkulima kwenye ukulima wake. Yani kwenye ukulima sasa, hapo kwenye kilimo inatakiwa ufahamu kabisa kwamba
yani jinsi tulivyo, yani dunia ilivyobadilika, yani ilivyobadilika, tuseme imebadilika. Hatuwezi tukasema imebadilika ghafla, hapana, lakini imebadilika. Sasa kama imebadilika, inatakiwa tuende nayo, teknolojia inatakiwa tuende nayo kama ilivyo. Yani usifanye vitu ambavyo teknolojia imeshapita alafu wewe uendelee kubaki huko huko, hapana. Yani jinsi ambavyo teknolojia sasa hivi iko, inatakiwa uende nayo hivyo hivyo, rafiki yangu. Kama hutaendana na teknolojia, hauwezi ukatoboa, rafiki yangu. Kwa sababu gani? Naomba nikutolee mfano labda wa kampuni za usafirishaji. Let's say Bolt. Bolt ni kampuni ya usafirishaji ambayo ipo Tanzania, hapa kwenye majiji mbalimbali ya hapa Tanzania, ikiwemo Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Dodoma. Okay? Hiyo ni Bolt ambayo inafanyaje? Na ipo karibia nchi kadhaa, nchi karibia 100 hivi, karibia nchi 100 wanaitumia Bolt. Okay? Alafu sasa hiyo nimekutolea mfano ni Bolt tu, lakini hapa Tanzania kuna makampuni mengi mpaka sasa hivi. Huenda nisiyataje yote, lakini makampuni ni mengi sana. Ukitathmini sasa hapo, naomba nikuambie kitu kimoja. Kuna wale watu ambao wenyewe wanaanza kusema bwana Bolt sijui ni nini, watu hawapati pesa, sijui ni nini wewe. Lakini sasa fikiria yule mtu, labda mfano make tuseme bodaboda amekaa sehemu anasubiria abiria, ambaye hajui abiria huyo atakuja lini, atakuja muda gani, atakuja saa ngapi, na akija hajui atakuja ataenda sehemu yenye umbali gani, na wataelewana kwa pesa ngapi. Okay? Lakini yule mtu ambaye tayari amesha kupaleti amesha kupaleti na teknolojia, hana mambo mengi. Yani yeye anawasha zake ni Bolt tu, anaingia tu anawasha, yuko online. Akishaingia online tayari anasubiria request zake, anasubiria request yake inaingia. Tena hana hata haja ya kufanyaje, yani hamuulizi hata abiria bei, yani hamuulizi abiria bei, wala hamuulizi abiria unaenda wapi, hamuulizi, kwa sababu kila kitu kiko kwenye system hapo, kinaonyesha kwamba huyu abiria anaenda sehemu fulani, umbali wake ni kilomita kadhaa, nauli yake ni shilingi kadhaa. Okay? Ukifika pale atakupa kitu fulani, pesa yako fulani. Okay? Ukimaliza pale ruti yako, ukifinish, unaweza kupata tena abiria mwingine. Umeona? Kwa hiyo ukijaribu kutathmini yule mtu ambaye yuko mtaani kule, unaweza kujikuta ndani ya lisali moja wewe unaweza ukatengeneza, labda yule wa Bolt yeye anaweza katengeneza ndani ya lisali moja, let's say anaweza katengeneza ndani ya lisali moja hata shilingi 10,000. Ndani ya lisali moja anaweza katengeneza shilingi 10,000. Lakini yule mtu ambaye ni wa mtaani kabisa, yule amekaa anasubiria abiria ambaye hajui atatokea wapi, yule inaweza likapita hata lisaa mtu hajaingiza. Yani lisali inaweza likapita mtu hajaingiza chochote. Kwa hiyo hapo ndio inatakiwa tujue kwamba teknolojia inatakiwa tuidaki. Chukua fursa. Ukishaona vitu vinakuja kama hivyo kwa haraka, sisi tumeviadapt sasa hivi, ndo wakati wa kuvichukua. Hiyo fursa usiiache. Hiyo ni fursa ambayo unaitakiwa uichukue. Na ndio maana sasa hivi ninavyosisitiza kwamba mtu jifunze AI, jifunze artificial intelligence. Hii itakusaidia sana kwenye kila kitu ambacho unakifanya. Na sasa leo tunaona labda ni kitu ambacho ni cha kawaida. Mtu ukitengeneza picha kali AI, ukitengeneza video kali AI. Ni nini sasa AI? Tengeneza na wewe tukuone. Wewe unatakiwa uadapt, ujifunze jinsi ya kuitumia AI. AI iwe ni mfanyakazi wako, sio wewe ifanye kazi kwa ajili yako. Okay? Jitahidi sana. Sasa hivi kuna kampuni nyingi kama nilipokuambia zinatoa kozi online. Kuna ambazo zinatoa kozi bure kabisa. Zinatoa kozi bure, unajifundisha bure na unapata certificate. Hizi certificate sasa hivi unaweza ukawa hauzioni zina maana yoyote, kwa sababu kwa hapa Tanzania baadhi ya sehemu kwanza bado, ukiangalia asilimia kubwa bado hakuna sehemu. Sasa hivi ukienda haraka watakuomba kazi, watakuomba tunahitaji cheti cha ujuzi wa kutumia AI. Hakuna. Lakini sasa inakadiriwa kwamba baadaye itakuwepo. Mimi mpaka sasa hivi ninapozungumza hivi, nakwambiaje, siku zinazokuja utakuja kuniambia kwenye video hii, siku zinazokuja
Ukienda kuomba kazi, lazima watakuambia ambatanisha cheti cha AI, cha ujuzi wa kutumia AI, artificial intelligence. Inatakiwa uijue. Okay? Kwa hiyo inatakiwa uifahamu, uwe na cheti, kwamba hata kama ikitokea nimeenda kuomba kazi sehemu fulani, wamekuomba cheti cha ujuzi huo, bwana, cheti ninacho hiki hapa. Kwa hiyo inatakiwa ujue, usiishie kujua unachokijua sasa hivi. Ongeza maarifa kupitia AI. Itakusaidia sana mbeleni, siku zinavyozidi kwenda, itakusaidia sana, kwa sababu tunakoelekea dunia inazidi kufanyaje? Yani kupanuka zaidi. Yani inazidi kupanuka. Usije ukafikiria kwamba tutazidi kuwa chini kama ilivyo. Hapana. Mfumo wa AI umeshaingia, inatakiwa tuushikilie kama ulivyokuja, ili mradi uturahisishie baadhi ya vitu vyetu. Hakuna kampuni ambayo itamwajiri mtu ambao hana ujuzi wa AI, na wakati yenyewe system zao zina cooperate na mfumo wa nini? Wa AI. Kwa jitahidi sana ujue ujuzi wa AI. Ukiujua itakurahisishia wewe kupata ajira. Na kitu kingine ambacho tutatofautiana sasa, kitu ambacho tutatofautiana na mtu ambao hajui na yule ambao ataipoteza kazi, ni huo ujuzi. Hakuna kitu kingine kitachotutofautisha zaidi ya ujuzi. Huo ujuzi huo ndio utatutofautisha sisi na mtu ambaye ana ujuzi wa AI. Ukiwa mjuzi wa AI, maana yake tayari utafanyeje? Utakuwa mbele ya yule mtu ambaye hana ujuzi. Sasa yule huenda akashushwa nini? Akashushwa cheo kwenye ile sekta uliyomkuta, huenda akashushwa kwa sababu hana ujuzi wa kile kitu. Kwa sasa hivi tusiichukulie poa, tuichukulie kama ni fursa. Tuichukulie kama ni fursa ambayo inakuja sasa hivi, imekuja sasa hivi, inatakiwa tuichukue na tuifanyie kazi. Ishaifanyia kazi, baadaye ndio tutakuja kuona matokeo. Sasa hivi tunaweza tukawa tunaichukulia poa. Unaichukulia poa tu. Ukiona mtu ametengeneza video, AI. Ukiona ametengeneza picha kali, AI tu. Sasa wewe utaishia tu kusema. Inatakiwa uijue sasa kiundani inafanyaje kazi, ni kitu gani, nawezaje kutengeneza kitu kama hicho hapo, nawezaje kumpa kitu ambacho anitengenezee. Kwa sababu sasa hivi, mpaka sasa hivi ninapokuambia hivi, mpaka sasa hivi AI ni kitu ambacho, let's say mimi hapa nikipiga picha, naweza nikapiga picha niko hivi, naweza nikapiga picha hivi, sina kitu chochote hapa nimeshikilia, lakini AI inaweza ikanitengenezea hii, si picha, nimeganda tu hivi, inaweza ikatengeneza niko nanyenyua kitu fulani kutoka chini, tena ile ni picha kabisa, na inama chini, nachukua kitu kifulani, alafu nakibebelea hivi. Hiyo ni picha, ina move, picha ina talk, picha inazungumza. Picha inazungumza. Kwa hiyo AI inaweza ikakutengenezea kitu ambacho unafanyaje, unachokihitaji. Ni kutokana na nini? Kutokana na maelezo ambayo umeipa. Bwana wewe nitengenezee kitu fulani, mimi nahitaji kitu fulani, kwa hiyo nitengenezee kitu kiwe hivi na hivi hivi na hivi, inakutengenezea kile kitu ambacho unakihitaji. Kwa hiyo huo ujuzi, rafiki yangu, tujifunze haraka. Tujifunze haraka, kwa sababu lete ukiangalia mpaka sasa hivi ni ajira. Mtu ambaye ana ujuzi wa prompt engineering ana ajira. Hiyo ni ajira. Mfano kama sasa hivi nilisha kutolea watu wa studio, sija kutolea baadhi ya vitu sehemu nyingi. Ukitasini kuna sehemu nyingi sana ambapo sijagusia. Mfano kama niweza nikasema watu wa stationery, watu ma designer. Umeona? Kazi zao ma designer, rafiki yangu, wasipokuwa na ujuzi wa kuprompt, rafiki yangu, hamna kazi. Kwa sababu sasa hivi unaweza ukatengeneza posta nzuri, unaweza ukatengeneza bana nzuri, unaweza ukatengeneza matangazo ya kila aina ambayo unaitaka. Yani unaiprompt tu, yani nahitaji tangazo liwe na hivi na hivi, hapa weka kitu fulani, hapa tia kitu fulani, nahitaji iwe na rangi fulani, iwe imekaa hivi, na kampuni yangu ni hivi, logo itakaa hivi.
hii logo yangu itakuwa ni ya juisi, ya kuuza juisi. Kwa hiyo fanya hivi, pale juu pawepo na kaglasi fulani, na hapa juu pawepo na nembo fulani hivi ya kunionyesha, chini kuwepo na nani na jina zuri lenye mandhari mazuri, na picha yangu iwe 8K. Usi? Kwa hiyo hapo inakuletea kitu ambacho